This is Juno TV online. Tutakapokwenda kuwashindikiza marehemu wetu kule waliko tutangulia, kama alivyosema mhubiri hapa ya kwamba kila nafsi itaonja mauti. Hivyo wao wanamaliza manda yao leo na sisi tuko nyuma, na sijui kama kuna watapinga hilo. Yupo wa kupinga kama yeye atakufa? Yupo nani? Hayupo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tukimaliza kuwashindikiza pale ambako wametangulia, wale ambao wanaegemea upande wa K1 tutarudi tena pale pale tulikotoka, ili tuweze kuchangia angalau mteo ulioandaliwa na kijiji kwa ajili ya shughuli kubwa hii ambayo mlikuja kutusaidia. Na Bwana Yesu asifiwe. Asante. Tunakaribisha CPCT, karibu kwa neno. Karibu CPCT kwa neno. Jina la Bwana libarikiwe. Ya jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Niombe nitumie hizi dakika ngapi kwa ajili ya kueleza baadhi ya maneno machache. Unaposikia CPCT ni kimvuli ambacho kimefunika umoja wa makanisa Kabini Nyarugusu, na anayezungumza na nyinyi ndiye mwenye zamana ya umoja wa makanisa leo, na nina kila sababu ya kuweza kusimama mbele ya gereza hili ambalo mtumishi wa Mungu amelazwa hapa. Huyu mzee wetu alikuwa mwenyekiti wa umoja wa makanisa wa muhula wa 6. Alikuwa mwenyekiti wa umoja wa makanisa wa muhula wa 6, na tokea umoja wa makanisa uwepo Kabini Nyarugusu hatujawahi kumpoteza mwenyekiti yoyote. Huyu hapa ndiye anakuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuseme kwamba huyu mzee kama umoja wa makanisa, kuna matukio kama mawili ambayo tunaweza kuyakumbuka. Tukio la kwanza ni hii kazi ambayo unaiona hii. Ukiiona hii kazi ni tukio kubwa ambalo walifanya. Nafikiri watu walifika mpaka wanaanza kukotana kwenye shati kwa sababu hii kazi inuke, na kwa sababu yule mzee alikuwa mzee ambaye yuko na msimamo mkali. Alijitahidi kwa namna yake na msimamo wake mpaka leo hili jengo liko hivi lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukio lake la pili ni pale ambapo aliweza kung'atuka madarakani mwenyewe. Sio wote ambao wanaweza kung'atuka madarakani wenyewe, lakini yeye aling'atuka madarakani mwenyewe, na siku hiyo sisi tulikuwepo. Akawa amewataja watu watakaochukua mikoba yake, na kati ya watu ambao walichukua mikoba yake, mmoja alimchagua mchungaji ambaye atabaki kwenye eneo hili ambaye ndiye Polite, lakini pili akachukua mchungaji mwingine ambaye atasimamia Kadafe kambi ambaye ndiye Dr. Eliazeri ambaye anasimamia ibada leo. Siku hiyo mimi niliona ilikuwa tukio ambalo sijawahi kuliona. Nimshukuru Mungu kwa sababu ya hilo ambalo liliweza kufanyika. Ni kweli kabisa mwanadamu yeyote hawezi kukosa kuwa na mapungufu, lakini kwa yale mapungufu tusameane, lakini yale mema aliyoyafanya lazima tuyaenzi. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna masikitiko. Sasa niombe hivi, wachungaji waangalizi wa makanisa, sababu sisi hatutarudi hapa mara ya pili. Picha tena picha, wao kwa kushika picha utuchukue tu hivi, tusije kuponda muda. Niombe wachungaji wa makanisa yote kambini
wache angalau tushikwe picha kwa pamoja hapa, halafu tutakuwa na tukio moja ambalo tutaweza kulifanya. Karibuni waangalizi wa makanisa kamili. Nasema waangalizi. Amen. Waangalizi simameni mara moja. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari. Siku moja tutaka usifiwe Yesu Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo Bwana. Niombe tuombe Mungu kwa ajili ya mtumishi. Mungu na Baba yetu, tuko ya jeneza hili ambapo mtumishi wako amehifadhiwa. Baba unayeweza, unayejua mioyo ya watu wako, unayejua utumishi wa mtumishi wako, Mungu ukatende yaliyo mema kwako, yale ambayo Bwana uliweza kuyaona ndani yake. Baba, iwe neema kwa ajili ya safari hii. Tunasikitika na majonzi makubwa tulionayo kwa sababu ya kuachwa na mtumishi ambaye alikuwa mshauri, alikuwa historia. Mungu tusaidie, endelea kuwa pamoja naye aendapo. Bwana alale kwa amani yako. Tunahitaji neema na baraka iweze kuwa juu ya wote. Kwa Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mchungaji wa Methodiste kwa neno. Methodiste libre. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi ni mwangalizi wa Free Methodist Church hapa kambini Nyarugusu. Kwa niaba ya kanisa letu la Free Methodist Church Tanzania kwa ujumla na kwa upekee jimbo la Nyarugusu, tunaenda kutoa pole kwa kanisa zote za Kikristo zenye kupatikana katika kambi hii ya Nyarugusu. Pia tunatoa pole kwa kanisa za ushirika kama vile Free Methodist Church, Sepak, Serpa pamoja na Kadafe. Kwa leo tunasema pole sana kwa kupoteza umoja wetu ambaye ametutangulia. Hatutakosa kutoa pole zetu kwa umoja wa makanisa ambao wanatulea katika kambi hii ya Nyarugusu. Mungu azidi kuwabariki, na hata tukio likitokea tunawahitaji muwe tayari kwa kutufariji. Tunatoa pole zetu tena kwa familia pamoja na jamaa, bila kusahau marafiki waliokuwa karibu na mchungaji Revera Bwami Amango. Hatutakosa pia kufariji jamaa la mama Elena ambaye ametuacha hapo. Ni mtoto mchanga, hajakuwa na neno lolote la ubaya ambayo inaweza kumzuia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaomba Bwana Mungu ailaze peponi roho yake marehemu Revera Bwami Amango. Kwa kusisitiza, tunajua kwamba ikiwa ametengeneza, ikiwa alitubu dhambi zake, na sisi ikiwa tutaendelea kutubu dhambi, siku tutakapotoka katika dunia hii tutaonana katika ufalme wa Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tukumbuke ya kwamba mbingu, kila watu wanaimba mbingu, mbingu yetu sio mbingu ya watu wote.
ni mbingu ya watakatifu, wale watakaotengeneza maisha yao, na Bwana tubariki. Amen. Asante. Karibu kwa ushuhuda kanisa kuhusu Elena. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, kwa niaba ya kijiji cha Mlango Mzuri tunakwenda kutoa ushuhuda wa mtoto huyo ambaye ametuacha. Kwa kweli mtoto wetu tumepokea kwenye mlango wetu kwa niaba ya Sunday, tukampokea kama mmoja wetu pale, na tulishiriki na yeye katika huu mwaka mmoja ambao tuliishi naye katika imani letu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na hilo, hatukutarajia ile ambayo limekwenda kujitokeza, lakini limeacha linatuvuruga, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anatarajia kuona hayo. Majina na ukoo na mambo mengine, naamini waliotangulia wameyasema yote. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Asante. Karibu muhusika kutoa ushuhuda kwa mchungaji wetu Reverend Mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kweli kwamba nina majonzi makubwa, sijui niseme nini, niache nini. Jeneza zote mbili zinahusika na mimi. Huyu kama baba, kwa namuita baba. Huyu ndio mjukuu wangu mimi, mtoto wa binti yangu Koleta. Msiba yote inanigusa. Wakati mwingine niko ninashindwa niseme nini, nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niombe nafasi niimbe wimbo huu kabla ya kusoma hotuba. Sitamwona baba yangu tena kama mshauri wa upekee ambao nilikuwa ninaweka katika fikra zangu. Na ule jukumu sitamwona ambao nilikuwa najua fahari yangu. Mungu alinibariki watoto 5, 3 wa kike, 2 wa kiume. Mungu anawasaidia baraka za kuanza kujifungua kuzaa, lakini wanaanza kupotea. Ndio nilikuwa najivunia wale. Bwana Yesu asifiwe. Niimbe wimbo huu wa 275 katika nyimbo za wokovu. E Mungu mwenye haki, uniongoze huku katika mambo yote yanayokupendeza. Nikiwa huku bila wewe, vitisho, hofu na mashaka yatanitia tetemeko mpaka kufa. Yatanitia tetemeko mpaka kufa. Ni heri siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sawa katika nyayo zake, kwa kuwa yeye ni mchunga anayeniongoza vema, nipate kuingia katika raha yake, nipate kuingia katika raha yake. Safari yangu sasa yaelekea mbingu, Mwokozi yuko huko, lazima nifikeko, na siku nitakapofika nitashangilia kwa furaha, kuona yeye aliyeninunulia
bake Bwana yeye aliyenunua kwake. Ulimwenguni humu matata na kuchoka, nikihitaji kitu nafadhaika bure, lakini siku ile kuu nitapomwona Mkombozi, natumaini sitakosa zawabu yangu, natumaini sitakosa zawabu yangu. Mbinguni sitaona adui zangu tena, hayatakuwa mambo ya kupokonya pale. Sauti nitamtolea kusema Mungu haleluya. Mikono nitaipepea kwa shangwe kubwa, mikono nitaipepea kwa shangwe kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ziko hotuba ambazo zimeshapita, familia imesema, kiongozi anayetamia makanisa amesema mambo makubwa mawili ambayo yeye aliyaishi kwa baba yangu Reverend Mwamia Mango siku alipoamua kuacha uongozi wa kanisa hili. Licha ya mwili wangu mdogo, lakini aliona mimi nitaweza kupambana kulisukuma gurudumu la Karmeli. Bwana Yesu asifiwe. Tukio moja kubwa ambayo itanitoka katika maisha yangu, sitaisahau katika maisha yangu. Siku ninajua kwamba iko siku nitaitwa Reverend Pastor. Mungu ameniita katika huduma ya kuimba. Ndio nimeanza huduma ile ya kuimba tu. Miaka yangu yote ya ujana nimeimba sana. Nimefika kambini nimeimba urebu sana. Lakini neema ya Mungu imetokea ili na mie niangalie kundi la watu wa Mungu. Mzee wangu ambaye amesimama upande wangu ndio makamu wangu, pia ninamheshimu kama baba. Kama utakuwa umeingia mara mingi hapa, utaona wakati mwingine ninajituma kwa sababu ninamheshimu kama baba. Si kwa sababu mimi ni kiongozi mkuu kwake alafu nimtembeze kama mtoto. Nimtume pale, nimtume wakati mwingine mimi nasimama nifaa. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo ndugu yangu ambaye amesimama upande huu ndio katibu wangu, nampenda sana. Tuko shati kufanya. Ndio timu ambayo iliniachia baba yangu Reverend Mwamia Mango. Bwana Yesu asifiwe. Niwaombe wachungaji wa Karmeli wote wasimame. Chungaji toka Karmeli. Chungaji toka Karmeli wasimame. Hawa watu wote ambao mnaona wanasimama, kama nikijilinganisha miaka ya kuzaliwa kwangu na ujuzi na utaalamu wa maisha na kipato wananizidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mshukuru Mungu kwa sababu wote wako chini ya himaya yangu na tunaenda nao pamoja. Mungu awabariki. Yako maneno mengi nilisema sana kwa ajili ya baba yangu, lakini muda dekana ningeliandaa hata hotuba ya karatasi 10. Lakini niseme machache tu ambayo Mungu amejalia niseme leo. Huyu baba yangu alikuwa mtu wa upekee. Kwa wale ambao wamepewa hotuba, maneno ambayo alikuwa anasema bado hajaanza ni hotuba. Muda wote ambapo amekaa kitandani kwenye maumivu ya magonjwa, alikuwa mwaminifu katika kutoa sehemu yake ya 10. Yuko kitandani, nikifika namwambia Nyasi, mchungaji yule, mpe sehemu ya 10. Tulifanya mikutano kama zilikuwa harambee, alikuwa anaagiza pesa za harambee ambazo tunafanya kanisani. Na wewe je? Kama ukitanda utafanya vipi? Si ni mfano wa kuigwa? Mfano wa kuigwa. Licha kwamba
anaangalia pia na mazuri yake ambayo ameyafanya. Acha niingie katika hotuba, nisije nikampondea kiongozi wangu muda wa kumaliza ibada. Kwenye hotuba yangu ninaandika Bitieji 34e Kadaf, Station Carmel, Kabili Nyarugusu, ni tarehe 7 leo mwezi wa kwanza 2026. Hotuba fupi ya maisha ya marehemu, maisha yake ya kiroho ndio nitasema tu. Familia imeishasema licha kwamba iligusia jambo fulani kundi ambalo lilinihusu. Yote kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Reverend Pastor Mamia Mango aliokoka mwaka wa 1958 alikuwa ameokoka. Mwaka wa 1964 akabatizwa katika maji mengi. Huduma na kazi kanisani. Katika mwaka wa 1970 alikuwa mkurugenzi wa vijana kwenye station Kaboke. Na wakati huo pia mwandishi alisahau maneno haya. Na wakati huo pia yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa ujana katika station, katika dhehebu la Kadafi au katika kanisa la Kadafi. Wakati ule bado tuko pamoja, tujaachana na Ambe, walikuwa wanaambatana na mtumishi marehemu Ikuku. Wao ndio walikuwa waanzilishi waundaji wa chama cha vijana katika dhehebu la Kadafi. Hizo ni kazi zake ambazo aliendelea kuzifanya angali mzima. Mwaka wa 1985 hadi mwaka wa 1994 alikuwa laika wa community ya Kadafi, community nzima ya Kadafi. Huyo alikuwa anahusika, alikuwa kama laika. Kwa maneno mengine, laika ni mtu ambaye anaingia sehemu yoyote bila mipaka. Kitokea jambo fulani, yeye alikuwa anaingia, hata katika ni ofisi ya representant alikuwa anaingia ili aujiane na representant nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya miaka hiyo ya kuwa laika, Mungu alimtuma pale Kiliba Ondese, wale ambao watu wa Uvira wanajua hili, kufanya kazi ya injili. Na hapo akafungua shapele kwenye kijiji cha Kitona inayoitwa Beroya. Yeye ndiye alianzisha kijiji pale Kiliba katika huduma yake ya kuwa laika. Hakuwa laika tu, ila Mungu pia alimfunulia, alimuongezea kipaji kingine cha kuwa nani? Mwinjilisti. Nawe kama kwa mwinjilisti, anza tunataka tusikie umefungua vingapi huko. Pana kutusumbua na mabarua za kanisani. Yakuta mwinjilisti analomba nafasi kanisani. Naanza kukataa hapa kwa mwinjilisti, unilomba hapa, nakwambia uende kwa barabara. Huduma hapa Kabili inasema huduma zake za kiroho. Mwaka wa 1996 aliingia hapa Kabili akiwa mzee wa kijiji cha mashapele yetu ya Benin kwenye station Jean. Kipindi kile ilikuwa inaitwa Jean. Mwaka wa 2007 akabarikiwa kuwa mchungaji wa kile kijiji cha Benin. Mwaka wa 2013 alibarikiwa kwa Reverend Pastor asiyekuwa na kituo, Reverend Pastor sans poste. Kati bado tuko na Reverend Kasabwa Bomba. Mwaka wa 2014 ndipo akapewa nafasi ya kuwa kiongozi wa Kadafi Jean zamani zile, ambao ni station Carmel leo, chini ya utawala, chini ya uongozi wa Reverend Kasabwa Bomba. Mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2015 2014 akawa mwangalizi makamu wa umoja wa kanisa wakati wa mwangalizi Esombola. Walitumika na mzee Esombola yeye kama makamu. Mwaka huo pia
wa 2014 ndipo alianzisha mradi wa jengo hili. Niseme kwamba huu mradi ulianzishwa na Reverend Kasabo ukafeli mazima kabisa. Kufeli mazima, majue kujue ilikwenda wapi, tumingine, lakini wakati amepewa nafasi akapewa kofia, akaanzisha mradi ambao umeuona, mradi mkubwa wa mita 36 kwa 17. Anastahili kupongezwa. Hebu shangilia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yes. Mwaka wa 2014 hadi 24 baba yangu akastaafu kwenye uongozi wa Kadafi Jean pamoja na uongozi wa Kadafi kambi, basi sisi tunaita wilaya. Akawa amestaafu, na ndikile alisema kuwa mmoja wa makanisa ndio siku alitaja jina la Hippolyte, ndio siku alitaja jina la kiongozi wangu hapa ambaye amesimamia hiyo ibada leo. Elimu ya Biblia kama ilivyosema familia, mchungaji wangu alienda Nairobi kusoma chuo cha Biblia, na baadaye alirudi, aliendelea kuingia kwenye vyuo vingine, akaingia PEFA, akaingia kama vilivyosema. Na baada ya kumaliza masomo ya Biblia, yeye pamoja na Koebeme leo Reverend Cho Ayub ambaye ni Koebeme anaangalia maisha ya kanisa ya community ya Kadafi, walifungua chuo cha Biblia hapa Kadafi ambacho ilikuwa inaitwa Ibeka, Institut Biblique Kalembelembe de Nyarugusu. Zaidi ya ile pia alikuwa mwalimu kwenye chuo cha Biblia pale PEFA TCC. Mungu abarikiwe sana. Ninataka niseme shukrani ambayo nimelazimishwa na community. Huyo kijana anayesimama hapa iko live na representa wangu, bila iko nafuata mzunguko wote hapa. Representa wangu ameniomba kwamba nitokeze shukrani za upekee ambazo sijawahi kuona kusikia. Baba yangu Reverend Mwamia Mango alifanya kitu ambacho kilishangaza. Mwaka wa 1980 kulikuwa mkutano wa vijana shamba Lulimba. Kipindi kile bado yuko mkurugenzi wa vijana. Ninasema hizi ni shukrani kutoka community, na nilazimu niseme hiki ili watu wajue matendo ambayo alikuwa anaifanyia community. Pia aliwekeza naziri. Ni wangapi wameweka naziri hapa? Hasa watu wa mamimba, kisha kwa mjamzito naziri zinaanza. Umeshagomboa? Aliweka naziri mwaka wa 1980 kwa Kongo. Akaweka naziri kwamba binti yake wa kwanza alimtoa sadaka kanisani. Akasema huyu akiolewa, mali ya huyu nitaingiza kwenye mfuko wa kanisa. Na ni kweli kwamba baada ya baba yangu kupatwa na magonjwa, watu wengi sana kipindi cha magonjwa kilifanya nini? Binti yake wa kwanza yuko Australia. Baada ya kuolewa, pesa zote zile zimepitia mikononi mwa Hippolyte, zikasukumwa makao makuu ya community. Jina la Bwana libarikiwe. Representana niseme hiki tena kwa wazi. Kwa mapato ya binti yetu, kwa mapato ya dada yangu, community ya Kadafi ina uwanja mkubwa Dar es Salaam kwa nguvu ya naziri ambao amekuwa ameiwekeza kwa ajili ya community. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuwa na mengi sana ya kusema lakini niishie hapa. Imefanyika pa Nyarugusu tarehe 7/1
2026 kwa niaba ya Transcath Mkadafu Station Karmeli, Revera Hippolyte Ramadhani, mchungaji mwangalizi, na Mungu awabariki. Amen. Asante Baba. Asante. Bwana Yesu asifiwe. wanaingia iko
Amen.